بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tumekusanyika tena katika darasa yetu ya baada salati dhuhur, ikiwa leo ni adhuhuri ya siku ya Jumapili السادس عشر ya tarehe 16 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijria, ikiwa tunasoma risala hii an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ramadhana 30 darsan. Na leo tunaingia darasa ya 9. قال المؤلف حفظه الله تعالى هو الشيخ الدكتور محمد ابن شامي ابن مطاعن شيبة العدوي حفظه الله. أنا سيما 9 دراسة يا 9. إدراكه صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وهو جنبا، نكون بعضي ونحو جنبا. إدراكه صلى الله عليه وآله وسلم الفجر جنبا. دراسة يا 9 inazungumzia kuidiriki kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfajiri na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba. Idrakuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfajra junuban, kuidiriki kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfajiri hali ya kuwa ni mwenye janaba. Na ukisoma kwa dhamm ya alfajr ukusema idrakuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfajr junuban, maana yake ni kudirikiwa kwake Mtume sallam na alfajiri hali ya kuwa akiwa ni mwenye janaba. Waweza kusoma hivyo ukasoma hivyo. Hii ndiyo darasa ya 9 kwa leo, ikitufunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewahi kudirikiwa na alfajiri na hali ya kuwa yeye alikuwa na janaba. Na hili laweza likamtokea mtu leo katika Uislamu katika huu mwezi wa Ramadhani. Tujue ahkamu zake. Je, ni jambo lenye kuharibu saumu au mfungaji ataendelea na funga yake na hakuna tatizo ikiwa utaamka asubuhi katika Ramadhani hali ya kuwa una janaba lako la usiku? Hali hii imewahi kumtokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Urwata wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma, na shekhi hapo amemuunganisha Urwa pamoja na Abu Bakar kwa sababu ni siddiqi hapo. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ameyapokea pia mafundisho haya kwa binti yake Aisha radhiyallahu ta'ala anha, lakini Urwa sio sahabi. Huyu ni Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. عروة هابا ni عروة ابن الزبير التابعي الجليل، ni katika tabi'in wakubwa waliosoma kwa masahaba wakubwa. Na Urwa alikuwa ni mwanafunzi mkubwa kabisa wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na Aisha ni mama yake. Urwa amesoma kwa mama yake. Kwa nini? Kwa sababu Aisha na mama yake Urwa ni ndugu.
ni Aisha binti Siddiq na mama yake Urwa nani Asma binti Siddiq. Kwa hivyo Urwa akimwona Aisha ni khalati yake. Kwa hiyo anasimulia hapa an Urwa wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma, wote wawili hao wamesimulia kutoka kwa Aisha anna Aisha radhiyallahu anha qalat, kwamba Aisha radhiyallahu anha amesema kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudrikuhu al-fajr, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inamdiriki yeye alfajiri fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, min ghairi hulmin, pasi na kujiotea, kwa maana anakuwa na janaba. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudrikuhu al-fajr, inamdiriki yeye alfajiri, inamkuta alfajiri fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, min ghairi hulmin, kutokana na kusikokuwa kuota. Janaba lake si la kuota, ni janaba la hakika, anakuwa amefanya jimaa na ahli zake katika usiku wa Ramadhani. Sasa anaingia na janaba hilo mpaka kwenye alfajiri. Aisha anasema fayaghtasilu, na anaoga, wayasumu, na anafunga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lile janaba ambalo ameingia nalo alfajiri halimdhuru katika somo yake, bali anaoga kuliondoa josho la janaba na anaendelea na funga yake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii kaipokea Imam al-Bukhari rahimahullah. Kwa hivyo jambo hili linafaa. Wako baadhi ya watu wa kutokujua sunna hujidhikisha, lao wamemwingilia ahli yake katika usiku wa Ramadhan, basi hakubali mpaka akayaingie maji, kwa wasiwasi kwamba nisije nikaingia alfajiri nikiwa na mzigo huu. Kumbe hauna madhara. Pamoja kama inapendeza mtu mwenye janaba kuoga kwa haraka, hadha ahsan, kukaa katika tahara katika wakati wote. Na ndio maana katika sunna ukishindwa kuoga, basi angalau ulipunguze lile janaba, unalikhafifisha uzito wake kwa kutawadha. Umeshindwa kuoga kabisa, basi simama, kaoshe tupu yako, alafu tawadha, kisha lala, au rudi tena katika uwanja wa vita. Sawa, umeelewa? Lakini unaweza ukaamka nalo janaba lako asubuhi na ukaenda kuoga na ukaendelea na funga yako. Baada ya kuileta hadithi hii ambayo imethibitisha unwani aliyoiweka, kama kawaida Sheikh anaendeleza nasaha zake sasa kwenye mambo yenye kutaallaq na jambo hili. Fayaqulu hafidhahu Allah ta'ala, faya ayuha al-abd, ewe mja. Nasaha ya kwanza, idha asbaha ar-rajulu aw al-mar'atu junuba, na pindi atakapoamka asubuhi mtu mwanaume akapambaukiwa na asubuhi, au al-mar'atu, au mwanamke, junuban, hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba, huyo mwanaume au mwanamke, fa inna hadha la yadhurru sawmahu, na hakika jambo hili la kuamka asubuhi ukiwa na janaba halidhuru saumu yake, bal inna sawmahu sahihun, bali hakika funga yake ni sahihi. Fayaghtasilu wa yasumu, na anaoga na anafunga kama kawaida. Kisha anasema walakin aljima'u baina az-zawjayn yakunu fi al-layl faqat, lakini kuingiliana, kufanya tendo la ndoa baina ya wanandoa wawili, yakunu fi al-layl faqat, linakuwa tendo hili ni katika wakati wa usiku tu, yani katika Ramadhan.
katika mwezi wa Ramadhani, hasa kwa wale ambao funga inawajibika kwao. Ndio akasema wala yajuzu fi an-nahari lis-saimi sawman wajiba, na wala haijuzu hiyo jimaa huko kujamiana. Wala yajuzu fi an-nahari, na wala hakujuzu kufanya hilo tendo la ndoa katika wakati wa mchana lisaimi, kwa mwenye kufunga sauman wajiba, funga ya wajibu. Aliyefunga funga ya wajibu kama vile funga ya Ramadhani, haifai kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Ama yule aliyefunga funga ya sunna ana khiari, kwa sababu sunna ni tatawwu, ni kokotezo tu la kiibada, kama vile ambavyo inafaa kwa mtu aliyefunga sunna kufungua katika mchana kwa sababu fulani, labda amehudhuria mahali pana walima na alikuwa amefunga au kukaribishwa ikram, jaiz, inajuzu kusema basi bwana, hebu lete hayo maji nawe nile huu bwabwa, nilikuwa nimeamka na funga yangu, lakini basi tena nitaendelea kesho. Kwa saumu ya sunna yafaa ukafuturu mchana, vile vile yafaa ukafanya jimaa, ukafanya tendo la ndoa mchana, ulikuwa umefunga sunna yako, lakini ndio hivyo tena ukafikwa na hali ya kumhitajia ahali yako, jaiz, ukafungua. Lakini mwenye kufunga funga ya wajibu haifai kumuingilia mke wake, au mke aliyefunga funga ya wajibu kufanya tendo la ndoa na mume wake katika mchana wa Ramadhani. Allahumma, isipokuwa wale ambao wana ruhusa ya kufungua katika mchana wa Ramadhani, kama vile wasafiri au wagonjwa. Inawezekana mko safari, wewe na mwenzio mko nje ya mji au nje ya nchi kabisa, mko zenu Dubai huko, Ramadhani kweli, lakini wasafiri, kama vile ambavyo mna ruhusa ya kula mchana, basi mna ruhusa ya kufanya tendo la ndoa, kwa sharti ile siku mliyofanya tendo la ndoa mtakuja kuilipa, mtalipa saumu tu, kwa sababu kama mlikuwa mmefunga saumu inakuwa imebatilika, lakini hamna kafara. Hakuna zile kafara, kumwacha mtumwa huru, kufunga miezi 2 mfululizo, kulisha maskini 60, kwa sababu nyinyi mlifanya jimaa kweli katika mchana wa Ramadhani, lakini mlikuwa si katika wale wenye kuwajibika kufunga, mlikuwa wasafiri au ugonjwa ambao haukuzuilii kufanya jimaa, yako maradhi hayo. Ama wale ambao wanawajibika kufunga, haifai kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Thaniyan, jambo la pili, asema yajuzu lirrajuli walmar'ati an yakuna aljima'u bainahuma fi al-layl, wa hadha lutfun min Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, na huu ni upole wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Kila pale palipokuwa na uzito katika mambo ya kisheria, Allah alileta wepesi. Katika wepesi ulioletwa na Uislamu, hasa baada ya kuwa watu walikuwa wanapata uzito, masahaba wa Mtume alayhi salam wakizikhini nafsi zao, wakipata dhiki, ukaja wepesi. Wepesi ni huu: yajuzu lirrajuli, inajuzu kwa mtu mwanamume, walmar'ati, na mwanamke, an yakuna aljima'u bainahuma, kuwe kuingiliana baina yao wawili hao, kufanya tendo la ndoa, fil layl, katika wakati wa usiku, hilo linajuzu. Lianna Allah, kwa sababu hakika Allah qad abaha lahuma dhalik, kwa hakika amelihalalisha kwa wao, huyo mwanaume na mwanamke, jambo hilo la kufanya tendo la ndoa wakati wa usiku.
لأن الله وسبب الله قد أباح لهما وحقيقة amebihisha kwa wawili hao mke na mume dhalika amebihisha jambo hilo fi layali ramadhan katika usiku za ramadhan wakati wa usiku ni halal kuweza kufanya jimaa na ahli yako وقد قال تعالى na kwa hakika amesema Allah Ta'ala kama ilivyokuja katika sura al-Baqara aya 187 قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مهللشوا nyinyi أحل لكم kumehalalishwa kwenu nyinyi ليلة الصيام katika usiku wa Ramadhani ndio maana ya lailatul siyam katika usiku wa Ramadhani arrafathu ila nisaikum kuwaingilia na kuwaendea wake zenu hilo limehalalishwa kwenu katika usiku wa Ramadhani uhilla lakum lailatul siyam arrafathu ila nisaikum kumehalalishwa kwenu nyinyi katika usiku wa Ramadhani kuwaingilia wake zenu hunna libasun lakum hao wanawake ni kivazi cha stara kwenu nyinyi hunna libasun lakum hao wanawake ni kivazi cha stara kwenu nyinyi wa antum libasun lahun na nyinyi wanaume ni kivazi cha stara kwa wao mnastiriana zile haja zenu inakuwa mwanamke anapata hifadhi kwa mume wake na mume anapata hifadhi kwa mke wake kisha Allah anasema alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum amejua Allah haika nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu kwa kupata dhiki na haraj mlikuwa mkisulubika kabla ya kuja ruhusa hii alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum amejua Allah kwamba hakika nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu fataba alaykum wa afa ankum na akatubia juu yenu kwa maana akakusameheni wa afa ankum na akayafuta madhambi kwenu nyinyi kisha Allah anasema fal'ana bashiruhun na hivi sasa waingilieni hao wanawake yani katika huo usiku wa Ramadhani wabtaghu ma kataba Allahu lakum na kitafuteni kile ambacho amekuandikieni Allah nyinyi min qada'i al-watar wan nasri ikiwemo kuyaondosha matamanio yenu na kupata kizazi ruhusa sasa waendeeni wake zenu na mzitafute riziki za Allah kwa hao wanawake wakulu washrabu na kuleni na kunyweni hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad mpaka ubainike kwa nyinyi mwangaza mweupe min al-khayt al-aswadi kutokamana na mwangaza mweusi kwa maana wakati wa usiku kuleni mpaka uje mwangaza wa mchana bimaana al-fajr as-sadiq na kuleni na kunyeni na kunyweni mpaka upambanuke kwa nyinyi mwangaza mweupe utokanao au kutokana na mwangaza mweusi min al-fajri unaotokana na alfajiri endeleeni kula kutokea jua limezama na usiku wote huo mpaka alfajiri ikichomoza alfajiri ile ya kweli hapo sasa mtakoma kula na huko kunywa thumma atimu siyama ila al-layl kisha muitimize funga mpaka usiku kwa siku inayofuata sasa ikichomoza alfajiri jizuieni na kula na kunywa fungeni sasa na muitimize hiyo funga ambayo umeianza mpaka usiku almuradu bil-layli huna al-ghurub wakati wa kuzama kwa jua thumma atimmu siyama ila al-layl ay fi waqti al-ghurub surah al-baqara aya 187
aya hizi zilikuja baada ya hukumu iliyokuwa mwanzo, na kama alivyotaja al-allama al-mufassir Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah, katika sababu za kuteremka aya hizi ni ile dhiki ambayo walikuwa wanaipata masahaba mwanzo wa jambo la funga. Hukumu ilikuwa mwanzo wa jambo, mtu anapofunga na jua likazama, basi anaruhusiwa kula na kunywa na kumwingilia mkewe mpaka wakati wa Isha, kutoka jua limezama ila al-Isha, mpaka wakati wa Isha. Basi baada ya hapo hakuna kula tena, wala hakuna kunywa, wala hakuna kumwingilia ahli yako. Kadhalika mtu ilikuwa akilala kabla hajala au hajanywa au hajamwingilia mkewe, ukaona hii karibia na jua linazama, hebu ngoja nijilaze kidogo hapa, ukalala. Hatimaye wakati wa kuzama jua ukakukuta umelala, basi hata ukishtuka hapo una ruhusa tena ya kula wala ya kunywa wala kumwingilia mkeo. Ilikuwa dhiki. Sasa as-sahabi al-jalil Qais ibn Sirmat al-Ansari, maarufu kwa kisa chake, yeye alikutwa na tukio, Allah akajalia ni sababu ya kushuka aya hizi. Alikuwa ni mtu anayefanya kazi ngumu, katoka kibaruani huko kwenye mashamba yake ya mitende, kachoka, akaja kwa mkewe wakati wa iftar. Imeshafika wakati wa kufungua sasa, anamwambia mke wake, haya, kuna chochote nifungue? Kisha akamwambia, nisubirie muda kidogo tu nikuandalie. Yule bwana akafunga mchana mzima na kutoka kwenye kazi ngumu, kukaa kusubiria iftari yake, usingizi ukampitia, akalala. Wajaat imraatuhu wa huwa naim. Qais mke wake anakuja, anamkuta amelala. Mwanamke akasikitika, tumwambia, ya khaybatan lak, khasara ni yako sasa, umelala. Na ukilala huruhusiwi tena, basi huwezi ukala wewe. Yule bwana ukapita ule usiku bila ya kula chochote, na asubuhi akaamka na saumu, na akaenda kwenye kazi ngumu. Akiwa kibaruani huko akazimia pindu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaletewa habari hizi aya ndio zikashuka, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Na kuanzia mwanzo wa hizi aya, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum alayat. Kwa hivyo jambo lilikuwa gumu mwanzo, sasa takhfifu imekuja, kutokea jua linazama, tule tunywe mpaka kuchomoza alfajiri ya kweli. Haya, tunaendelea hapo. Thalithan, nasaha ya tatu ya Sheikh, idha ihtalama ar-rajulu aw al-mar'atu فأنزل أو لم ينزل وكان احتلامه بالنهار فإن صومه صحيح ولا يضر ذلك صومه بشيء فليكمل صومه. أسمى إذا احتلم الرجل, نبيني akijiotea mtu akajiotea usingizini, au almar'atu, au mwanamke akajiotea, faanzala, na akashusha manii kwa huko kuota, au lam yunzil, au hakushusha, kaota tu lakini hakufikia mwisho. Wakana ihtilamuhu bin nahar, na kukaa huko kuota kwake ni kipindi cha mchana, ndoto imekuja katika mchana wa Ramadhani. Sheikh anasema fa inna sawmahu sahih, kwani hakika funga yake huyu mtu ni sahihi. Wala yadhuru dhalika sawmahu bishai'in, na wala halidhuru jambo hilo kuidhuru saumu yake kwa chochote. Faliyukmil sawmahu, na ikamilishe funga yake. Kujiotea katika mchana wa Ramadhani
ni mamoja, ukashusha manii au hukushusha, hilo halina madhara kwa funga yako. Kwa nini? Kwa sababu kuota sio jambo la khiari, hayo ni maumbile Allah ameyaweka kwetu, huwezi ukapambana nayo, huwezi ukajizuia. Kisha anasema katika nasaha zake, maana amezungumzia mambo ya shahwa hapa, matamanio. Sasa anaunganisha nasaha zake kwenye mambo kama haya. Rabi'an, ibta'id ayuha as-sa'im an muthirati ash-shahwa, jiepushe ewe mfungaji kutokamana na vyenye kutibua matamanio, mambo yenye kuibua matamanio yako ya kimwili. Jiepushe na mambo hayo ewe mfungaji. Isiwe tena unafunga Ramadhani lakini unajipeleka katika mazingira ya fitna na shubha. Ibta'id ayuha saim, jiepushe ewe mfungaji an muthirati shahwa, kuhusiana na yenye kutibua matamanio. Fala tatakallam ma'a zawjati bikalamin fihi itharatun lishahwa, hata kama ni mkeo katika mchana wa Ramadhani jiepushe. Fala tatakallam ma'a zawja, usizungumze pamoja na mke bikalamin, kwa maneno ambayo fihi itharatun, kuna ndani yake kuibua lishahwa, kuziibua hisia na matamanio. Usizungumze na mkeo mambo hayo. Wako watu hujiachia, utaleta madhara. Unaweza ukajikuta sheitani anakuchezea, unafunga ofisi alafu unaelekea nyumbani mchana wa Ramadhani kwa sababu ya maneno ambayo ulianza mwenyewe. Jiepushe na hayo. Wakadhalika azawjatu ma'a zawjiha, na kama hivyo mke pamoja na mume wake pia asilete maneno haya. Hata mke pia asikuchokoze. Ikawa mchana watu wanapeana ahadi, na kufuturu wewe mimi leo nafuturu na wewe, watafuta maneno hayo. Futari yangu leo ni wewe, yeye anakuambia futari yangu ni mimi, mnachokozana, mtafika mbali. Tende zipo, tende na milikishe kiziko. Lakini maneno haya zungumzeni basi jua likizama. Kwa hivyo vile vile mke pamoja na mume wake. Kwa nini? Li'annahu yukhsha an yuaddi hadha al-kalam ila inzali ash-shahwa, kwa sababu panahofiwa yakapelekea haya mazungumzo haya. Li'annahu yukhsha an yuaddi hadha al-kalam, kwa sababu panahofiwa yakapelekea haya mazungumzo ila inzali shahwa, katika kuzishusha shahwa, kuleta matamanio. Fayadhufu thawabu siyam, na zikawa zinadhoofika sasa zile thawabu za funga. Epuka mambo haya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadithi Abi Hurairah ambao tumeisoma sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah kullu amali ibn adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth, asifanye jimaa, asifanye tendo la kujamiiana na yenye kupelekea kwenye kujamiiana. Aljimaa'u wa dawa'i, kama haya maneno ya kuchokozana haya. Wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min ri'il miski lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma idha aftara farih wa idha laqiya rabbah fariha bi sawmihi. Rawahu shaykhan. Tarjama tumefanya sana ya hadithi hii, rejea tarjama zilizopita huko. Khamisan, jambo la tano, Sheikh anasema tajannab ayuha as-saimu ar-rajulu wal-mar'atu an-nadhara ila as-suwari al-muthirati lish-shahwa. Jambo jingine hilo,
tajannab, jiepushe, ayuha saimu, mwenye kufunga, arrajulu, mwanamume, walmar'atu, na mwanamke. Jiepushe na nini ewe mfungaji? An-nadhara, jiepushe kutazama, ila suwari almuthirati lishahwa, katika picha zenye kuibua matamanio. Usiangalie picha mbaya, picha chafu. Katazama picha zinaonyesha wanawake wako uchi au wamevaa nguo za kuwabana, ima ni kupitia magazeti au majarida au kupitia vitabu au kupitia simu yako unaperuzi katika mawebsite ambayo wanawake wamevaa vibaya. La, hebu jiepushe na mambo haya. Au kajitia mahali kwenye njia za watu, wanawake wanapita hapo katika muonekano wa fitna, mfano katika masoko, sehemu za masokoni, au katika maduka makubwa makubwa, katika mamall, sehemu za town. Ndio watu wamevaa nguo zao huko majumbani, wanataka waje waonekane mjini. Kila mwenye kituko chake atoka huko aje kuonekana mjini. Tena wakitokea huko makwao wanapanda usafiri, bodaboda au bajaji, alafu akaribia kuingia mjini, anamwambia nishushe hapa, usifike stendi, usifike, nishushe hapa. Wanawake hawa wazama hizi, anataka atembee pale mjini pale, watu wamuone maungo yake na zile nguo alizozivaa. Maeneo kama hayo jiepushe. Kwa hiyo jiepushe na kutizama picha zenye kuibua matamanio. Sawaun kanat fil majallat, ni mamoja zimekuwa hizo picha ni katika majarida au fi sufi au katika magazeti au fil qanawati au katika mablog, kwenye mainterneti huko, ukajifukia huko na bando lako, waperuzi tu katika maudhui chafu. Usifanye hivyo. Sheikh anakuambia usiyafanye hayo, hifadhan ala sawmik, kwa ajili ya kuhifadhi funga yako. Lianna dhalika min arrafath, kwa sababu hilo la kuangalia picha zenye kuibua matamanio ni katika hiyo arrafath, ndio katika huo uchafu uliosemwa. Wa khudh wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nachukua wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotuambia fala yarfuth, na asifanye uchafu, ikiwemo jimaa na vile vyenye kupelekea huko. Haya, lakini pia anasema tajannab ayuha saim atajawula fil aswaqi, najiepushe ewe mfungaji na kuzunguka katika masoko kwa zurura tu, si kwamba unatafuta futari au labda kuna bidhaa unafuata. Mwenyewe unasema nanyoosha miguu. Hebu nyosha miguu, unakwenda kwenye mastendi, tembea masokoni, sehemu penye mikusanyiko ya watu, fitna nyingi katika miji yetu hii. Hali mnaiona, pana mchanganyiko wa fikra na mila. Pana watu wasiokuwa Waislamu hawana habari hata na Ramadhani, na pana hao Waislamu wasiojielewa ndani ya Ramadhani wao katika hali mbaya. Baadhi yao unafuata nini masokoni? Hali ni mbaya. Wale wenyewe watu wa masokoni katika Ramadhani wanalalamika kweli, somo ya mwaka huu sijui kama tutatoboa. Anauza viazi hapa, vile vitu vinavyopita, Allah mwenyewe atatusamehe. Fitna, wale waliokuwa pale hana namna, simenielewa wanapata mitihani wao. Sasa vipi wewe unatoka huku unakwenda huko sokoni, sasa kuna kuzurura, ndio sehemu ya kunyosha miguu, sehemu za fitna? La. Kwa hiyo jiepushe mfungaji na kuzurura katika masoko, allati, masoko ambayo fiha nisau, kuna ndani yake wanawake, kama masoko yetu haya. Si kwamba ni minada kama ilivyo nchi za Kiislamu, unakuta minadani wako wanaume tu, katika masoko wako wanaume tu, na kama mtu kaja na hali yake kamfungia kwenye gari,
kakaa tulia ndani kwenye tinted, mtu atakwenda kuchagua vitu atamletea huku. Je, pana wanawake na kwenye kununua wanachombeza pia, mtu kalegeziwa jicho, mbona uniongeze? Kalegeziwa jicho pale, inatosha. Jamaa wanaongeza. Pana watu wafilisika masokoni huko kwa jicho tu, ongeza kweli. Na ndio wanawake wanatuona sisi tukija sokoni tunapunjwa, hata ununue vipi anakuona umepunjwa. Ndio ya shilingi ngapi? 1500 hii umepigwa. Wewe unapata kwa shilingi ngapi? 2000 tu. Basi jua huwa anatumiaga sauti nyingine kwa wale wauza mihogo, mtu aongeza tu. Masoko yetu ndio yako hivyo, yana balaa kiasi hicho. Kwa hiyo jiepushe na kuzurura katika masoko ambayo ndani yake mna wanawake, mimma yuthiru shahwa, miongoni mwa mambo ambayo yanaibua matamanio. Wahafidh ala sawmik, shaka anatuambia na hifadhi juu ya funga yako. Kisha anasema akiwaelekea wanawake, sasa hii ni saa maalum kwa wanawake wasikilize na saa hizi katika Ramadhani, maana tunawaona pia wamejazana tele masokoni, na hasa kipindi hichi ambapo tayari tumeligawa 12. Wanawake akili zao ni sikukuu sasa hivi, kila mtu anajua hili jambo. Kiingia nguo za watoto wangu kitoka, inaenda Ramadhani hatujapata nguo sisi. Sawa, ni majukumu yao kutukumbusha, lakini kuna uzururaji mkubwa sasa hivi na masiku yanayokuja hapo mbele. Sasa shekhe anawanasihi wanawake, watajannabi ayatuha almar'atu kathrata alkhuruji ila alaswaqi allati fiha arrijal mimma yuthiru shahwa. nasaha ghali hizi. Watajannabi ayatuha almar'a, najiepushe mwanamke wa Kiislamu, hebu jiepushe na mambo haya. Watajannabi ayatuha almar'atu, najiepushe mwanamke kathrata alkhuruji, wingi wa kutoka, ila alaswaqi, kuelekea katika masoko, allati fiha arrijalu, masoko ambayo mna ndani yake wanaume, mimma yuthiru shahwa, jambo ambalo linaibua matamanio. Mwanamke kutoka kwake katika nyumba yake ni kwa dharura, hakuna budi, lakini mahala salama kwa mwanamke ni katika nyumba yake. Waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula. Allah anawaambia wanawake wakiwemo wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almukhatabat bi hadhihi alayat, na wanawake wengine waumini, na tulizaneni katika majumba yenu. Waqarna fi buyutikun, tulizaneni ndani ya nyumba zenu enyi wanawake. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, na wala msitoke mkidhihirisha mapambo yenu, udhihirishaji mapambo ya wanawake wa kijahilia wale wa mwanzo. Msizurure uzururaji wa wale wanawake wa kijahilia, mwanamke na mwendo, mara kaenda kwenye gulio, amekwenda sokoni, mara kaenda madukani, kuzurura tu. Uzururaji sio salama kwa mwanamke. Hebu tizama, wanawake wameruhusiwa kuja kuswali misikitini, pamoja kwamba iliyo bora kwao ni kuswali jamaa au kuswali kwa infirad katika nyumba zao. Ruhusa imekuja, lakini Mtume Ali salam akasema wa buyutuhunna khairun lahun, na nyumba zao hao wanawake ndio bora kwao. Sasa ikiwa mwanamke hakuna ubora kutoka nyumbani kwake kuja kuswali msikitini, hakuna ubora, iliyo bora ni kuswali nyumbani kwake, kwa sababu kuna kuhifadhiwa. Hebu niambie mwanamke kutoka kwenye jambo jingine lisilokuwa swala, na wakati mwingine sisi wanaume yatakiwa tuwekee mazingira hayo ya kuwasaidia wasitoke ila kwa dharura, sisi tubebe yale majukumu ya kutoka. Sasa wakati mwingine na sisi pia ima hatuna muda
au hatujali yale mambo ya kufanya wewe huyafanya. Ukiambiwa unasema mimi niko busy, anafanyaje? Bidi atoke sasa, aende huku azurure madukani, masokoni, aongee na wanaume hawa, amebageni huku nusu saa analia, nipunguzie bwana hiyo 2000, nakuomba nipunguzie. Dada mimi sipunguzi bwana, hapo ndio mwisho. Kwa hisani yako jamani, kwa hisani yako. Wewe si ndio umemsababishia mambo hayo? Alafu wale ni wanawake bwana, roho zao ni kama watoto, wanavutika na mtu anawafanyia wema. Angalia masokoni kama mshafanya biashara, angalia mtu mwenye kuongeza, mwenye kupima vizuri, anavyopendwa, wanaelekezana. Yule kaka mashaallah, wewe angalia wale watu, wanawake wote wanawapenda. Wewe angalia mtu aliyezungukwa tu, ni wema ule. Wanawake wanathamini wema sana. Atachapa mwendo aje amuungishe. Kwa mchezo na uteja ni haya. Sasa hawa ni wanawake wenye kutoka tu, ametoka mara moja mara mbili kwenda sokoni, kwenda dukani, kwenda wapi, kwenye mamolo huko, kwenye supermarket huko. Sikwambii wale wanawake ambao wao wako nje kama wanaume, wanawake wafanyaji kazi wako kazini bwana. Tunao huku nje kama sisi wanaume, wamejaa maofisini, wanafanya kazi madukani, masokoni. Mwanamke mtu wa kazi utamwambia nini bwana? Wanapata fitina ngapi wanawake hao? Sasa hivi watu wameanza kupata akili, kwa sababu watu wanafikwa na majanga mengi sana. Matukio yamekuwa ni makubwa ya watu kusalitiwa na wanawake wa makazi wale, salitiwa sana. Matukio ni mengi, wala hamna haja ya kukwepa. Hamna bwana, maneno tu, hamna hali ni mbaya. Sasa sikwambii wanawake hao wenye kubakia nje ya nyumba zao wakifanya shughuli mbalimbali kwa muda mrefu na wakichanganyika na wanaume, shari yao ni kubwa sana. Haya, wahafidhi, shikana mnasi mwanamke na hifadhi, mwanamke, ala saumiki, juu ya funga yako. Wattaqillaha, ittaqillah, na muogope Allah. Sheikh anamnasihi mwanamke wa Kiislamu. Haya, jambo nyingine, idha haddathta ayuha saimu, na pindi utakapozungumza, utakapofanya mazungumzo. Idha haddathta ayuha saimu, na pindi utakapomzungumzisha. Hiyo ndio sahihi zaidi. Idha haddathta ayuha saimu, na pindi utakapomzungumzisha ewe mfungaji, imra'atan, mwanamke, fil hatifi, katika simu, au ghairi dhalika, au isiyokuwa simu. Utapokuwa unaongea na mwanamke kwenye simu, chunga kweli kweli. Sheikh anasema fantabih likalamik, basi zindukana na mazungumzo yako. Maana kuzungumza kwa simu ni faragha, ile ni mazungumzo mnayasikia nyinyi wenyewe wawili, na mazungumzo haya ya simu yameleta balaa kubwa sana. Inaweza ikaachiwa sauti hapo kwenye simu, ukaulizia location ili uende, na wale wanaume wenye kujua kufanya murawada, wenye kujua kurai kule kwenye simu, wana sauti zao, sio hizi za kawaida hizi ambazo umezoea. Wana sauti yao maalum. Kuna kijibezi fulani kimechanganyika na mawimbi hivi, alafu zile herufi zinatolewa vizuri, mpaka mwanamke anaona mume si ndio huyu. Na watu wengine wanasemeshana kwenye simu kwa namna zile sauti zinavyopendeza, mtu anafikiri kwamba pengine pia muonekano wake uko hivyo hivyo. Wakikutana, ndio wewe mwambie ndio mimi bwana, wewe basi baba samani uta sura ya kazi, lakini sauti tofauti kabisa. Sasa Sheikh anasema zingatia maneno yako,
unapoongea na simu wala yakun fihi itharatun lishahwa, na wala pasipatikane katika hayo maneno kuibua matamanio, au taladhudhu bi sautiha, au pasipatikane kupata ladha kwa sauti yake. Ikawa unapata ladha. Na kuna uchafu sasa hivi mkubwa, hawa watu waovu wana kitu wanakiita seksi ya kwenye simu, wanafanya kitendo kile kwa simu tu. Shari imekwenda mbali sana. Kuna watu wanalipwa kwa kazi hiyo, anafanya uchafu kutumia sauti. Tuma hela yako, unatuma hela alafu anakupigia mtu, unakuta kalegea namna hii, anamwaga ute tu, simu tu. Sasa kufikia huku ni hatari zaidi. Kwa hiyo wala usitafute ladha kwa hiyo sauti. Lakini pia amemgeukia mwanamke, wakadhalika anti ayatuha almar'a as-saima, na vile vile wewe mwanamke, mwanamke mwenye kufunga, au ghairuha, au mwingine asiyekuwa wewe mwenye kufunga, fala yakun fi kalamiki, basi isipatikane katika mazungumzo yako mwanamke, au istimaiki, au isipatikane katika kusikiliza kwako, taladhudhun, usipatikane kupata ladha, bi sauti rajuli, kwa sauti ya mwanaume, isipatikane hiyo mwanamke anakanywa, au khudu'un fil qawli ma'ahu, au kusipatikane katika mazungumzo yako kulegeza sauti, au khudu'un fil qawli ma'ahu, au kulegeza sauti katika kauli pamoja na huyo mwanaume. Mwanamke unapozungumza usilegeze sauti, wala yakhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wanaambiwa wanawake, na wala wasilegeze sauti zao. Hawa wanaelekezwa ni wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akatamani yule ambaye katika moyo wake pana maradhi, akisikia sauti ya wanawake hana simile. Nazungumzeni mazungumzo ya wema. Mwanamke azungumze sauti ya kawaida, asizungumze kama mwanaume, kwa sababu haifai kuwaiga wanaume akatuwajibia hizi kama la dume. Shingapi samaki? Eti ndio sunna hiyo. Hiyo pia makosa. Asizungumze sauti ya kiume, na wala asizungumze ile sauti yake ile maalum, sauti ya silaha. Wanawake wana sauti yao maalum, asiitumie sauti ile akizungumza na watu wa kando. Lianna hadha kullahu min ar-rafath, kwa sababu jambo hili lote ni katika huo uchafu uliokatazwa. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala yarfuth, asifanye uchafu. Adhim. Ndio umekwenda kidogo, lakini maneno ya shekhe yanatufaa sana sisi, wallahi alazim, katika siku zote na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.